Cheka tu ipo, lakini kama haipo imepoteza mvuto kwa asilimia kubwa. Ni maneno ya mdau mmoja wa masuala ya kucheka hapa Tanzania, ambapo ameweza kufunguka jinsi gani ambavyo jukwaa la uchekeshaji kutokea hapa Tanzania Cheka tu lilivyopoteza mvuto kwa asilimia kubwa na kupoteza kabisa mwelekeo wake. Kwa mjibu wa mdau, anadai kwamba Cheka tu ni platform iliyopoteza mvuto. Mdau anaendelea kwa kudai kwamba miaka michache nyuma Cheka tu ilikuwa ni platform yenye mvuto ambayo iliwavutia wacheshi wengi kutamani kupata nafasi ya kufanya kazi na platform hiyo, kwa kuwa ilifanya baadhi ya watu akiwemo hata watu maarufu kupenda na kuanza kufuatilia ucheshi ambao ulikuwa ukifanywa na wacheshi waliokuwa wanafanya kazi na Cheka tu kwa kipindi hicho. Koi Mzungu ambaye ni mbeba maono ya Cheka tu alipata sifa nyingi na alikuwa chachu kwa baadhi ya vijana kutamani kuanzisha platform za ucheshi kama alivyofanya yeye. Alipewa majina makubwa, vyeo vingi sana, na kuna baadhi ya Watanzania bado mpaka leo wanaamini kwamba Koi Mzungu ndiyo mwanzilishi wa stand up comedy kwa Tanzania, jambo ambalo sio sahihi kabisa. Mdau anaendelea kwa kudai kwamba Cheka tu ipo, lakini kama haipo imepoteza mvuto kwa asilimia kubwa sana. Yani kwa kifupi ni kama imekufa na kubaki jina tu. Kupoteza mvuto kwa Cheka tu kumefanya watu kujua kuwa kuna mafundi wengine ambao wanafanya hii kazi kwa weledi mkubwa sana. Mfano sahihi ni Watu Baki. Hawa jamaa wanafanya vizuri sana na wana mashabiki wengi sana. Sema walimezwa na kiki na promo za wasiojua na wasio na misingi imara ya kusimamia vitu vyao. Mdau anadai kwamba hata ukiangalia channel ambayo ilianzishwa na Koi Mzungu ambayo ni Cheka tu Plus, kwenye ile channel yao unaweza kuona hakuna kitu ambacho kinaendelea. Hata ukiangalia channel ya YouTube ya Cheka tu nako hamna kitu ambacho kinaendelea. Tafsiri yake ni kwamba wamepoteza mvuto na mkubwa kwa mashabiki, hivyo utakiwa kujipanga upya, au huenda watu wengine wamekuja kuwaonyesha kwamba tunaweza bila Cheka tu.